Tunaendelea na simulizi yetu nzuri kabisa ya Nayachukia Mapenzi. Sehemu ya 3 tuliishia pale mama yangu mzazi aliweza kuingia ndani. Baada ya kufika ndani alinikuta nikiwa nimekaa chini kwenye kibao cha mbuzi na kuna zangu nazi. Wakati huo mpenzi wangu yeye amekaa juu ya sofa anaendelea kuperuzi mtandaoni huko anacheka vibaya mno. Na kwenye hiyo moment ndo mama aliweza kuingia ndani. Oya, sikwambii kilichotokea. Mama aliingia alishangaa sana. Na ndo hapa tuliishia kwamba je, mama angesema nini ama angefanya nini? Kumbuka mama yangu alishanikataza kabisa, mwanangu, yani nimekuweka tumboni kwa miezi yote 9. Sihitaji urudiane na huyo mwanamke, kwa sababu huyo si mwanamke mwanangu, ni shetani. Basi bana. Mama alifika. Baada ya kufika nilikurupuka sana. Mama, karibu mama. Akasema asante, nimekaribia. Lakini au kutoa taarifa mama kama unakuja. Sasa mwanangu, kumbe kuja kwako mpaka nitoe taarifa? Siwezi nikaja tu kama nilikuwa na safari zangu alafu nikapitia kwako. Hapana mama, unaweza tu kaja na hapa ni nyumbani wewe. Pole na kazi ya kukuna nazi mwanangu. Karibu mama. Kiukweli niliona aibu sana kwa sababu ilikuwa si jambo la kawaida mwanaume ukae chini unakuna nazi wakati huo mkeo yupo kwenye sofa anaendelea kuperuzi uko anaangalia zake TV. Na sikuwa nafanya vile kwa sababu maybe naperekeshwa na mwanamke, hapana, bali ilikuwa tu ni mapenzi. Hiyo siku nilimwambia mke wangu, leo nataka upumzike, alafu mimi nifanye kazi zote, nikutole kitu. Si unajua bana, mapenzi ni kusaidizana, mapenzi ni kuoneana huruma. Sio siku zote mwanamke anapika, kuna wakati unahitaji umfanyie surprise mpenzi wako, si ndio? Nikabidi nimwachie sasa mke wangu aendelee sasa na kumalizia mambo ya vyakula. Mama akala, tukafurahi, tukapiga story. Mwisho wa siku nilipokuwa namsindikiza, tukafika sehemu akaanza kunambia, mwanangu, labda unaambia wewe mwenyewe nini ambacho kinaendelea ambacho mimi sikijui mama yako. Nikamwambia mama, kama unavyoona, kusema ukweli hata mwenyewe nilikuwa staki, lakini mwisho wa siku aliniomba sana msamaha na akanieleza kwamba hahusiki na chochote. Kuna mambo tu yalitokea mama yangu. Kama unavyojua mapenzi yana nguvu sana mama. Mwisho wa siku mimi nimeamua tu kumsamea. Umeamua kumsamea mwanangu? Binti ambaye alitaka akuue, binti ambaye hakutaka kuona ukiwa na furahi, na wewe umeamua umsamee, si ndio? Kwa hiyo maana yake hujataka kumsikiliza mama yako, umeamua umsikilize wewe mwanamke. Sawa, ila mwanangu, mimi kumbuka ni mwanamke pia, na wafahamu vizuri hao wanawake kuliko hata wewe. Sisi wanawake tuna roho mbaya sana. Sisi wanawake tunaweza tukaishi na mtu ambaye tusiyempenda. Sisi wanawake ni mashetani mwanangu. Huwezi ukaelewa, huwezi. Lakini kwa sababu umeamua, basi sina cha kufanya, ila natamani tu nikwambie kitu kimoja. Kuwa makini mwanangu. Kuwa sana makini. Siwezi nikaingilia mahusiano yako kwa sababu huenda wewe ndio anaokupa furaha, ila nachotaka nikwambie, huyu mwanamke hakufai. Na kama utaweza achana naye, lakini kama utaamua kuendelea naye, basi mimi nakuombea kheri. Lakini haya maneno kuna siku utakuja kunikumbuka. Huyu mwanamke kuna mission inaonekana amekuja kuimalizia. Sikuwa na wajibu ya kumwambia mama, ila nikabili tu nikwambie, sawa mama, mimi ndakuwa makini. Yule binti mimi nampenda, ndo mwanamke pekee ambaye ameshika hisia zangu, sasa siwezi pia kumpoteza. Mama akasema sawa, huko machozi akiwa yanataka kumtoka. Kaambia kila laheri mwanangu. Vipi, mara mwisho kwenda kanisani ni lini? Nilishtuka kidogo kwa sababu ukweli ni kwamba
nilienda tu mara 2 mara baada tu ya kupona ule ugonjwa ambao nilihisi kwamba ni mwathirika wa virusi vya ukimwi. Baada ya kupona tu nilienda siku ya kwanza, yani Jumapili ya kwanza, Jumapili ya pili. Baada ya hapo nikaachana napo. Kwa ina muda mrefu, takriban miezi kadhaa hivi sijaenda kanisani, na nilijiwekea ahadi ya kwamba kama nitakuwa nimepona virusi vya ukimwi, basi nitakuwa mcha Mungu, nitakuwa nasali sana, nitaachana na dhambi. Lakini haikuwa hivyo. Mama akaniambia, mwanangu, unajua maana ya nadhiri? Nikamwambia, unanichanganya mama, una maana gani? Akamwambia, nadhiri ni ahadi ambayo wewe umejiwekea, na ulijiwekea ahadi na Mungu wako kwamba kama atakuepusha na ukimwi utamrudia Mungu na utaachana na yule mwanamke. Lakini hujafanya hivyo, unategemea nini? Akaambia, Mungu anasamea 7 mara 70 mamangu, kwa hiyo hata usijali, kila kitu kitakuwa tu sawa. Akasema, sawa mwanangu, kila la heri, mimi nimeamua nikuache na maisha yako, fanya kile ambacho unahisi kiko sawa, kikubwa wewe ni mtu mzima. Akaondoka. Akasema, sawa mama, lakini moyo nikasema, lilawe na liwe mama, kila mtu na maisha yake, mimi nishakuwa mtu mzima bana, nafanya kile ambacho unahisi kiko sawa. Basi nikarudi nyumbani. Nilivyorudi nyumbani, yule mwanamke akaniuliza, mama yako amekwambia kitu gani? Nikamwambia, mama utamweza bana, mama bana, eti hajaniambia kitu. Nikamwambia, sikiliza, sitaki uongo, naomba uniambie ukweli yote ambayo mama yako amekwambia. Ile na jivuta mama hajasema chochote. Akanikumbatia, akaanza kunikisi upande wangu wa kushoto kwenye shingo yangu, na ndo udhaifu wangu ulipojificha. Baadaye akaanza kuniangalia, wakati wa macho yake misiri ya goroli, ama mtu ambaye amekula kungi, anarembua muda wote. Ananiambia, mume wangu, naambia ukweli, mama amekwambia kitu gani? Nikashindwa kukaza. Kama ilivyo udhaifu wangu, kuna baadhi ya maeneo tu akisha nigusa, akiwa ananiangalia kwa kurembua na tabasamu lake zuri, huko madimpo yake yakiwa yamekaa vizuri, misili ya nashindwa hata kuelezea kiukweli. Nikamwambia, bana, eti mama alikuwa ananiambia niachane na wewe, kwamba wewe sio mwanamke wa ndoto zangu. Si nilikwambia mama yako mimi anipendi, mama yako hataki mahusiano baina yangu mimi na wewe. Sijui ana shida gani mama yako, ama ananionea wivu, anataka ongelewa na wewe au? Nikamwambia, huko umefika mbali. Kwa sababu haiwezekani. Kwa nini anionee wivu kiasi hicho? Mama yako mimi hata simuelewi bana. Nikamwambia, ndio hivyo bana, lakini usijali, mimi nakupenda, nitakuwa na wewe, kwa hiyo ondoa shaka. Basi siku zikazidi kwenda bana, mahusiano yalizidi kupamba moto, kanisani siendi. Kiukweli asikwambie mtu bana, mapenzi matamu, hasa yule unaompenda pia naye akikuonyesha upendo, lakini anaumiza yule ambaye unampenda alafu akawa anakutesa. Na changamoto ya mapenzi, mtu akishajua udhaifu wako, basi ana uwezo wa kukufanya chochote kile atakacho. Ana uwezo wa kukufanya ucheke akiamua ucheke, lakini ana uwezo wa kukufanya ulie pale anapoamua pia ulie. Sikuweza kukaza, nilimweleza siri zangu zote. Akaniambia, mume wangu, nisikilize, umesema kweli unanipenda Nikamwambia, nakupenda sana mke wangu. Akasema, mimi hata sikuamini vizuri. Nikamwambia, kwa nini? Ina maana siku hizi uniamini? Akasema, nakuamini, lakini na hofu kubwa kwamba unaweza ukaniacha muda na wakati wowote. Nikamwambia, hapana, siwezi kufanya hivyo. Akaambia, unaweza, kama unamsikiliza mama yako, na mama yako ndo mwanamke aliyokuzaa, na mama yako ndo hataki mahusiano baina ya mimi na wewe, unahisi nitakuwa na confidence ya kusema kwamba hauwezi ukaniacha?
labda nifanye nini ili ujue kwamba nakupenda? Akamwambia, hapo sasa ndo umezungumza mume wangu, handsome boy wangu, baby face wangu, my king. Akaniambia maneno mengi mazuri ambaye ni udhaifu wangu pia. Unajua, nilikuwa nikisifiwa tu basi najiona dunia yote ya kwangu. Nilikuwa nikijiona mimi ndo peke yangu napendwa. Akaniambia, naombi moja, lakini usinifikirie vibaya, kwa sababu sina hata lengo baya na wewe mume wangu. Uko tayari? Na hii ndo nafasi ya wewe kunithibitishia kwamba kweli unanipenda. Nikamwambia sawa, na kusikiliza. Akavua nguo zake. Kama jamani, kulikoni tena, mbona wavua nguo wewe tena? Akaniambia shh. Akaniziba mdomo. Kilichoendelea kikaendelea, kwa sababu we ni mtu mzima pia, na unajua asili ya wanandoa wakiwa hawana nguo, nini kinachoendelea. Tukafanya yetu ya kufanya, mwisho wa siku tukiwa hoi bin taabani. Akaniambia, mume wangu, ni kweli unanipenda? Nikamwambia ndio, nakupenda. Kama unanipenda, naomba hati miliki uniandikishe jina langu. Namzungumzia hati miliki ya nyumba, lakini pia hati miliki ya viwanja, lakini pia unitajie password zako za akaunti za fedha na vitu vingine vyote. Uniandikishe jina langu ili nijue kwamba kwako mimi ndo malaika wako, mimi ndo malkia wako, mimi ndo mwanamke ambaye unanipenda kupita maelezo. Nionyeshe kwa vitendo. Nimechoka tu kusikiliza maneno yako tu mazuri, japokuwa maneno yako yananithibitishia wazi kwamba unanipenda, ila nahitaji ufanye zaidi ya maneno. Nazungumzia ufanye kwa vitendo. Wakati huo amenikumbatia wewe mwanamke, anazungumza kwenye masikio yangu. Nikitaka nijitetee, ananiziba mdomo. Ananiambia, usiniangushe mume wangu, naomba uzungumze maneno ambayo yatanipa furaha. Msikilizaji ambaye unanisikiliza sasa hivi, kiukweli nilikuwa na wasiwasi kidogo. Nikasema what if nikafanya ambavyo anavyovifanya, alafu akaja akanigeuka. Lakini akaniambia, mume wangu, nisikilize kwa umakini. Sijawahi kupenda kama anavyokupenda. Sijawahi penda kama ninavyokupenda. Kwenye hii dunia nimetokea kukupenda wewe tu. Naomba nikubalie, usiniangushe, maana nitajisikia vibaya sana na utanifanya niamini kwamba maneno yote ambayo ulikuwa ukiniambia zilikuwa tu ni drama. Fanya kwa vitendo mwanaume, onyesha wanaume wako juu yangu. Nilikaa kimya muda mrefu nikiwa na tafakari. Akanyanyuka akasema, nilijua tu kwamba unipendi. Alright, kama ungekuwa unanipenda ili ni yani si swala ambalo likufanye eti ufikirie mara kadhaa, ina maana uniamini, ina maana unipendi. Lakini ungekuwa unanipenda wala hata usingejiuliza mara mbili, ungefanya tu maamuzi. Kaambia, hapana mke wangu, lakini kwa nini tufike huko? Yani kwa nini yani mpaka ni hati miliki zote ziwe za kwako? Kwani zikiwa za kwangu ndo sikupendi? Akaambia, najua muda na wakati wowote unaweza kaniacha kwa sababu mama yako anipendi. Sijui kama unanielewa. Thibitisha kwa vitendo. Kaambia sawa. Wakati huo moyo wangu ulikuwa una hofu sana. Sikutaka kufanya vile ambavyo alikuwa anataka. Lakini mwisho wa siku nikasema sina budi. Ngoja nikubali. Nikamwambia sawa, basi ngoja nimpigie mwanasheria wangu. Nikampigia simu mwanasheria, akasema weka loudspeaker. Nikaweka loudspeaker. Nikamwambia, ndugu yangu, vipi Mr. Joseph? Akaambia safi Mr. Godfrey. Kulikoni? Nikamwambia bana, mimi nahitaji hati miliki zote
nibadilishe usajili bali liandikishwe jina la mke wangu Monica. Akasema kwa nini kaka mkubwa? Nikamwambia hapana, nimeamua tu, kwa hiyo naomba tukutane tufanye hivyo. Akasema sawa. Akakubali. Akasema uko naye hapa? Nikamwambia ndio, nipe nimsalimie. Akampatia. Shemeji, shemeji mambo? Aise poa, kwema. Nilikumisi sana bana, nikasema nikusalimie. Hamna shida bana, tupo. Haya bana, basi hilo swala leo mimi nitalishughulikia kwa ukaribu sana na nafikiri haraka iwezekanavyo nitakuwa nimelihandle. Akasema nitashukuru shemeji yangu. Akasema sawa. Baada ya pale huwezi amini bana, alifanya mchakato wa chapchapu. Baada ya wiki tu kila kitu kilikuwa kiko sawa. Nikasaini, mwisho wa siku nikabadilisha usajili, na baada ya hapo mali zote zikawa za mwanamke. Nazungumzia gari, nazungumzia nyumba, nazungumzia kampuni pia. Nilikuwa na kampuni yangu ambayo nimeianzisha, kampuni yangu ya mikopo. Ilikuwa ishaanza kufanya vizuri sana, ilikuwa jina la mwanamke. Niliamini kwamba hawezi akabadilika, na kweli hakubadilika. Ilipita mwezi baada ya kumwandikisha kila kitu yeye, hakubadilika. Ilipita miezi miwili, miezi mitatu, miezi sita, mpaka mwaka mzima hakuonyesha dalili yoyote ya kubadilika. Akaniambia mume wangu, haya, kama ningekuwa na mpango mbaya na wewe, si ningekuwa nimeshabadilika? Kweli mke wangu, sijaona dalili zozote zile mbaya. Kweli unanipenda. Msikilizaji, sikujua kwamba usifanye maamuzi ukiwa na furaha sana, ama usifanye maamuzi kwa kuendeshwa sana na hisia, bali fanya maamuzi kwa kushirikisha pia akili yako. Ikiwezekana omba ushauri, lakini pia isikilize sana sauti yako ya ndani. Mimi sikuisikiliza sauti yangu ya ndani, kwa sababu sauti yangu ya ndani ilikuwa ikinituma kabisa nisikubali kufanya hivyo, lakini mapenzi yalinisukuma kuweza kufanya maamuzi ya kipumbavu, maamuzi ya kijinga, maamuzi ambayo mpaka sasa hivi yamenifanya niweze kujilaumu kweli kweli. Siku moja nilikuwa zangu niko nyumbani. Nilivyokuwa niko nyumbani, kuna mwanamke muuza mboga aliweza kugonga mlango. Aliweza kugonga mlango, akawa anataka niuzie mboga. Basi nikataka kununua mboga kwa sababu napenda sana mboga ya Chinese pamoja na figili, nikizichanganya alafu niweke na karanga nyingi sana. Huaga na enjoy sana. Na hiyo siku mke wangu alikuwa ametoka, akasema mume wangu, basi wewe jiongeze, pika tu, mimi nikirudi kila kitu kinakuwa kiko sawa. Basi bana, yule muuza mboga alikuja. Alipokuja akasema naomba maji. Nikamwambia sawa, ngoja nikakuchukulia. Nilivyoingia ndani naye akaingia ndani. Msikilizaji, ni kama movie, lakini ilikuwa ni kweli kabisa. Basi wakati ambapo nimeenda zangu kuchukua maji, nimemwacha pale nje, narudi zangu sebleni, nilichokiona sitokuja kukisahau kwenye maisha yangu. Kilinichanganya kweli kweli, kwa sababu mimi udhaifu wangu pia ni mwanamke mwenye shepu, mweupe, mwenye makalio makubwa, lakini pia mwenye sura nzuri. Nilijiuliza maswali, inawezekanaje muuza mboga akawa mzuri kupita maelezo? Narudi zangu ndani, yani narudi pale sebreni. Nilimkuta yule mwanamke akiwa amevaa chupi tu pamoja na shidilia. Nguo zote amezitoa. Narudi na maji na yeye amesimama ananifuata. Nilishtuka mpaka nikaangusha glasi ya maji. Nikamwambia, wewe mbona umeingia ndani na kulikoni? Yaani umewezaje kuvua nguo kwenye nyumba yangu? Akikuona mke wangu unataka kutengeneza nini? Akanisogelea, akanizima mdomo. Akaniambia, wewe mwanaume, usichokielewa kitu gani? Mimi mwenzako nimebanwa. Nahitaji tiba yako.
nisaidie ili niweze kuondoka, kama utaki nipige kelele kwamba unanibaka. Nikamwambia nisikilize, usinione mimi ni mpumbavu, sikutaki, nakwambia nitakupiga, naomba utoke. Kaambia siwezi nikatoka, la sivyo nipige kelele kwamba unanibaka. Una nini? Unataka kufanya nini sasa? Yule mwanamke akanisogelea, akaanza kunikumbatia. Alivyonikumbatia mimi nataka nimsukume. Ghafla binvu mke wangu akaingia. Alikuwa na rafiki yake pamoja na mwanasheria. Walivyoingia wakaniona kwamba mimi nipo na yule mwanamke. Kumbuka mimi nikiwa nyumbani mara nyingi huwa navaa tu track, wakati wa sipendi kuvaa shati, natulia, si niko nyumbani. Kwa nipo kitumbo wazi, mwanamke yuko na shidilia pamoja na chupi. Wakati huo nimemkumbatia. Mke wangu alipofika hakuamini macho yake, akajifanya amedondoka kwa pressure. Wale wakaanza kumwokota na kumweka sawa. Mume wangu, nini unafanya? Kumbe unipendi, si ndio? Unipendi na kuuliza. Kaambia hapana mke wangu, mbona umefika mbali? Nilijua tu kwamba haunipendi na nilijua tu kwamba unanisaliti. Nafsi yangu ilikuwa inawaza tu hivyo. Kaambia hapana, haiko hivyo. Yule mwanamke akasema kumbe umeoa, na huyu ni nani? Nikamwambia unazungumza nini? Mimi nawe nakujua. Kaambia kumbe umeoa alafu ulikuwa unanidanganya. Kaambia nisikilize kwa umakini. Kiukweli nilikosa hata nguvu. Yule mwanamke akapiga simu kwa mama. Mama naye aliweza kufika pale. Kwamba mama, mwanao ananichiti. Msikilizaji, nashindwa kueleza ili unielewe vizuri, lakini hali ilikuwa mbaya. Nilikuwa sielewi kulikoni. Huyu mwanamke mbona simjui, aliwezaje kufika? Na mke wangu aliwezaje kuja kwa muda ule, kwa sababu alikuwa anadai yuko mbali. Baada ya pale mke wangu akaniambia nisikilize, kuanzia leo mimi na wewe basi. Sipendi mwanaume ambaye msaliti. Mimi mbona nimejitunza kwako, sijawahi kukusaliti hata siku moja. Kwa nini wewe unisaliti? Mimi na wewe kila mtu afanye maisha yake. Nikajua masiala. Kesho yake akaniambia naomba uondoke kwenye nyumba yangu. Nikamwambia kwenye nyumba yako? Una maana gani? Hii nyumba ni ya kwako. Hii nyumba nimejenga mimi, wewe umenikuta, usiniletee upumbavu. Hata kama tulia kwanza mimi nikuelekeze vizuri. Hilo swala ambalo unalizungumzia halipo hivyo. Kaambia nimwambia sitaki nikuone hapa kwangu. Toka. Kaambia mwanamke nisikilize. Akaambia unaondoka uondoke. Lakini naomba tusikilizane. Naondoka naenda wapi? Akaambia utajua wewe, ila naomba utoke kwenye nyumba yangu. Nikajua tu kwa sababu ana hasira, basi nikaondoka nikaenda kwa mama. Nikamweleza kila kitu kilichotokea. Kwa hiyo mwanamke amenifukuza. Hata hivyo anakufukuzaje kwenye nyumba yako? Yeye ndo alibidi aondoke kwa hasira, sio yeye kukufukuza. Kama ndio hivyo mama, nimeamua nikae tu hapa kwanza, akili yake ikaa sawa, basi kila kitu kitakaa sawa. Kwa hiyo mimi nafikiri ngoja nitulie kwanza, nitulie hapa siku 2-3, baada ya hapo tarudi kwenda kusuluhisha. Akasema sawa, lakini hisia zangu ziko sawa mwanangu, kuna kitu kinaendelea. Nikaambia hakuna mama kinachoendelea. Baada ya siku kama 3-4 nikaondoka na mama, nikamtafuta yule mshenga na watu wengine watu wazima ambao wako vizuri, ili kwenda kwa ajili ya kusuluhisha ile kesi yetu. Basi tukaondoka mpaka nyumbani. Kufika pale nyumbani, kuna wakati mwingine sipendegi hata kusimulia. Kufika pale nyumbani nikamkuta yuko na mwanaume mwingine, na huyo mwanaume mwingine yuko ni mwanasheria. Nikasema bora tu mwanasheria nimekukuta ndugu yangu, maana wewe ndio unaweza kanisaidia kwa ajili ya kuisolve hii kesi. Mwanasheria yupo kimya tu. Mama akaambia binti yangu, kulikoni, ni changamoto gani? Mbona hilo swala ambalo wewe unaolizungumzia haliko hivyo? Ukweli ni tofauti kabisa. Naambia mama, hujai kuwa hata upande wangu hata siku moja. Kwa hiyo naomba tu ukae kimya. Mama akabidi akae kimya. Akaambia tusifike mbali.
mimi naomba talaka, kuanzia leo mimi sitaji kuwa na wewe. Nikamwambia mke wangu, mbona umefika mbali? Akasema sio tu tumefika mbali, naomba nikutambulishe, huyu unaomwona hapa ni mwanaume wangu, na mwanaume ambaye lazima mwanaume wake ni mwanasheria ambaye ni rafiki yangu mimi. Sihitaji ukanyage kwenye nyumba yangu. Kwa kufanya hivyo, narudia tena, kwa kufanya hivyo kitachokutokea mimi simo. Na usichokijua hapa, hauna chako, hauna nyumba, hauna kampuni, wala hauna chochote kile, kwa sababu kila kitu ni mali yangu. Mama akasema, unasemaje wewe? Umekuja umemkuta mwanangu ana kila kitu. Akamwambia, mama, mtoto wako akili hana, kila kitu ameniandikisha mimi. Sasa utasemaje kwamba hizo mali ni za kwake? Kwa hiyo asijisumbue. Kama alikuwa amekudanganya, basi kila kitu ameniandikisha mimi. Kwa hiyo hana ambacho anamiliki hapa, na huyu ndio mume wangu na nishafunga naye ndoa ya Kiislamu. Joseph, Joseph unanisaliti. Ambia brother, usichokijua huyu alikuwa ni mke wangu toka muda mrefu. Wewe ndio uliingilia mahusiano yangu, sasa nakushangaa. Msikilizaji, nilizimia na kuja kuzinduka baada ya wiki 2. Wakati huo mamangu ananiambia, mwanangu, umeshapoteza kila kitu, kubali tu matokeo. Sikutaka kuamini. Nilirudi tena, lakini nilifukuzwa, kwa sababu ni kweli kila kitu nilikuwa nimemwandikisha yule mwanamke. Na hapo ndipo nikaanza kujifunza ya kwamba tusiodharau wazazi, lakini pia tusikilize sauti za ndani. Napozungumza mimi na wewe kwamba neno ningelijua ni sawa sawa na kauli ya mjinga. Licha ya yote, mama yangu ndo alikuwa mfariji wangu. Mama yangu ndiyo ambaye aliweza kunichukua, kunirudisha nyumbani. Nilijaribu kupigana kadiri nilivyoweza, lakini sikuweza kupata hizo mali kwa sababu zilikuwa ni za mwanamke. Pesa ambazo nilikuwa nikitegemea kwamba huenda nikapata basi pesa ambazo naweza nikaanzia maisha, yule mwanamke alihamisha kila kitu. Hakuna nilichokiambulia. Rafiki yangu alinisaliti. Mwanamke ambaye nilikuwa nikimpenda na kumwamini alinisaliti pia. Kilichoniumiza zaidi, aliniandikia meseji moja ndefu, ambayo hiyo meseji ndio inaniliza kila siku. Akaniambia, nisikilize nikwambie, nimeamini kweli wanaume hawana akili. Toka lini ukamwandikisha mwanamke mali zako zote? Eti kisa tu kwa kufuata hisia. Hivi ni kweli ulikuwa hujai kuonaga kwamba nilikuwa sikupendi? Ama mwenzangu ndo anasema mapenzi ukipofu? Asante kwa kunitajirisha. Asante kwa kuamua kuwa maskini kwa sababu ya mapenzi. Asante sana, lakini sikuwahi kukupenda. Zile message zilikuwa ni za kwangu, lakini nikakwambia kitu kidogo tu na ukakubali. Haya. Uwe na maisha mema. Msikilizaji, ninavyokuambia, mahusiano yetu yaliishia hivyo. Nakumbuka nilikuwa sikuwahi mrudiaga Mungu, ikabidi tu faraja yangu iwe kwa Mwenyezi Mungu. Nilitubu, nikamwomba Mungu akanisamea, nikaanza maisha upya. Na hiyo ndio stori nzima iliyonifanya mpaka sasa niyachukie mapenzi.
Huu ndo mwisho wa hii simulizi msikilizaji, nami naitwaga Maso OG Mzalendo, bingwa kusambaza upendo, snaga skendo, Waswahili wanasema taratibu ndio mwendo. Hii simulizi yote mwanzo mpaka mwisho unaipata kwenye channel ya Maum Media, au unaweza ukasearch pale Maso OG Mzalendo, au unaweza ukaandika simulizi anayechukia mapenzi pale YouTube, utaipata. Ni mwiko kumpigia mtu na mwiko, maji ya pande mlima, mwaka 90, tatizo litabaki kuwa moda. See you when you see me. Chill until the next time. Bye bye.